naweza nikakomenti machache sana. Na la kwanza, mzee huyu amefanya mambo mengi na amepata bahati ya kuishi miaka karibu 90. Kuna ushauri mwingi sana umetolewa hapa kumfafanua sana mzee Sarungi, lakini inawezekana tumefanya makosa makubwa sana ya kuyaeleza haya yote baada ya kifo chake. Pengine enzi za uhai wake angefurahi sana kuona hizi proposals zikibadili jina la Moi na kuwa kwenye jina lake. Mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, hata mimi sijawahi kufikiri, lakini hata nyie mliopata bahati pia kumfahamu kazi zake nzuri sana, bado mkuleta proposal hizi enzi za uhai wake, angeweza kufurahi sana. Sasa kuna tatizo kidogo la watu hawa wakisha fariki. Wakati fulani huwa tunaweza tukaongea mambo ya kweli, au wakati fulani tunatafutiza maneno ya kuweza kuyaongea kwenye misiba. Lakini naomba niseme ni muhimu mno, mkipata bahati ya kumfahamu mtu, yafanyeni yaliyo mema enzi za uhai wake, atakwenda akiwa amefarijika sana kwamba ameenziwa. Leo hapa tunapozungumza ni kama tunajifurahisha tu, hasiki, haoni. Lakini enzi za uhai wake wote mliopata bahati, pengine tungemfuata hata dokta pale wa Moi tukamwambia enzi za maisha yake, tungekuwa tumefanya kazi moja kubwa na nzuri sana. Nimemsikia mama wa Sarungi, mke wake, ule mwendo wa mzee Sarungi kuwa mkweli. Na mimi bahati nzuri nilipokuwa nimekaa pale nilikuwa najiuliza, nani huwa anapima mtu kuwa ni mkweli na mwenye integrity? Ni nani? Hii darubini inayotumia kupima mtu na kuhitimisha huyu ni msafi. Maana yake ni dhahiri kwamba kama macho ya wengi yanasema mzee Sarungi ni msafi, macho yale yako pia ya aina mbili. Yanaweza kuwa yenyewe ni masafi, au yenyewe pia kuwa yana warakini, lakini amemthibitishia kwamba huyu ni msafi zaidi. Mama Sarungi nilimkuta namwambia kiongozi mmoja, yeye hakuniona, akamwambia mzee, tangu anaumwa, tangu muda wote hujawahi kufika hapa, lakini leo hii ndio nakuona hapa. Sasa ukiangalia ni jambo linaloumiza, lakini tukija hapa tukawa na maneno mazuri kwa maisha ya miaka karibu 90 aliyopewa, halafu kwa urafiki na kwa undugu, na hata pale nyumbani hujawahi hata kutembeleana naye wakati wa miaka 3.5 akiwa kwenye wheelchairs. Maana yake leo tunachoweza kukizungumza kinaweza kuwa ni kizuri sana, au kinaweza kuwa ni batili kidogo, kwa sababu hasikii tena aliyoyafanya mambo mema. Bwana pewe sifa sana. Maneno ya faraja sana. Nihitimishe kwa kusema, wakati amefariki ndugu yetu Mafuru pale kanisani, kanisa la Adventista Sabato pale Magomeni, tulikuwa tumejaa sana watu ambao Mungu ametuinua. Kila mmoja alipokuja alizungumza sana, lakini mimi niliposimama nilisema inatosha, tumesema mno. Sasa tuende kwenye vitendo, tuone je, mmerithi upendo wake, mmerithi akili zake. Kwa hiyo ndani ya kanisa tukatoa sadaka ya kumwenzi Mafuru, kwa ili sadaka ikamilishe kanisa, na tukatoa si chini ya milioni karibu 150. Sasa